Kimani Ichung'wah, na tunazungumzia masuala ya uongozi bora na siasa hii leo, tukiangazia swala la independent candidates ama wagombeaji huru pamoja na masuala mengi tu ya siasa. Wafuasi wa Jubilee na vyama shirika wamemuidhinisha rasmi Uhuru Kenyatta na William Ruto kupeperusha bendera hiyo tena, huku Kenyatta akiwaomba Wakenya kumpa muhula wa pili kufuatia rekodi yake ya maendeleo. Kenyatta vile vile amedai kwamba upinzani unapigania kiti cha urais ili kugawana nyadhifa kuu serikalini, wala sio kuwahudumia Wakenya. Hapo Ijumaa, Raila Odinga vile vile ameidhinishwa na wajumbe wa ODM, huku akiahidi kuhakikisha gharama za maisha nchini inashuka katika muda wa siku 90 za utawala wake. Aidha, NASA imedai kuwa na jumla ya wafuasi milioni 10 watakaoipigia kura, kwa hivyo itashinda licha kutetea rekodi ya maendeleo. Lipo swala kuu kwa Jubilee ambalo ni je, mbona gharama ya maisha ikapanda kwa kiwango tunachokishuhudia? Jubilee ikishika hatamu mwaka wa 2013, bei ya pakiti ya unga ilikuwa kati ya shilingi 85 na 120. Kwa sasa bei hiyo ni kati ya shilingi 130 na 230. Pakiti ya maziwa ilikuwa shilingi 45, kwa sasa ni shilingi 65 ama hata 70. Aidha, tangazo la kupunguza gharama hii wakati wa kusomwa kwa bajeti limekuwa hewa bila kutekelezwa. Na je, upinzani utatumia njia zipi kupunguza gharama ya maisha katika muda wa siku 90? Ndio maswala mazito katika kipindi cha leo, na ningependa kuanza na wewe Mheshimiwa Kimani Ichung'wah. Unajua TJ, mambo mengine mnasoma sijui hizi takrimu umetoa wapi. Sababu hakuna. Naam. Unga ilikuwa shilingi 85 mwaka wa 2013. Tusidanganyane. Kati ya 85, tuseme ukweli, tunasema kati ya 85 na 120. Ilikuwa ni 132 shillings 2013. Tusidanganyane. Labda unanunua supermarket za Karen. La ukweli. Na Runda kule. Of course inategemea ni unga gani. Naam. Mimi kwanza huwa sinunui unga ya ugali. Unasiaga? Mimi iko mama naitwa Wajudi. Pale Kikambura Shopping Center, Kikuyu. Hapo ndio mimi upeleka mahindi kusiaga. Na hakuna ugali nzuri kama ile imesagwa, ile inaitwa unsifted. Whole meal. Hiyo ndio ugali ya ukweli. Sasa kawaida mimi si kudanganyi, huwa sinunui ugali. Lakini unga ya ugali. Lakini ni vizuri tuambie Wakenya ukweli. Na tusifanye siasa nyepesi ama ile siasa tunasema cheap politics. Politics ya unga, politics ya house rent. Lakini unajua unga ndio kila kitu. Hata kuna wale ambao wanasema FC Leopards leo wameshindwa kwa sababu ya bei ya unga. wanacheza baada ya kula ugali. Ni vizuri. Wameshindwa. Sasa tuangazie yale ambayo ni muhimu na ukweli. Jambo la kwanza la ukweli ni ya kuwa bei ya unga haikuwa shilingi 85 2013. Ilikuwa kati ya 85 na 120. Kati ya 85 hata haijawahi fika. The last time ilikuwa 85 labda ni mwaka wa 2004, 2005. Na uangalie takrimu ziko. Hata ukipiga majirani wako hapa ni Nakumatt, waulize. Tuache hayo. Tuache hayo. Nilikuwa nataka kwanza tuweke rekodi vile ilivyo. Sababu hata kama imepanda kutoka 135 ikafika 150, bado imepanda bei. Hata kama imetoka 100 ikafika 150 imepanda. Tujiulize kwa nini bei ya unga imepanda, kwa nini bei ya petroli imeshuka. Na hayo ndio maswali. Na tusiseme bei imepanda sababu Jubilee imekuwa ikiongoza. Ama tuseme pakiti ya maziwa ilikuwa shilingi 5, sasa ni shilingi 10 ama shilingi 8 sababu ya Jubilee. Tunajua kiangazi ambayo nchi hii imekuwa nayo mwaka huu. Mvua tumeona wiki chache zilizopita. Na mambo ambayo yameletwa na yale mambo ya climate change ya kukosa kwa mvua ni mambo kama hiyo ya ukosefu wa chakula na maziwa itakosa wakati kuna kiangazi. Kwa hivyo bei ni lazima ziongezeke. Umetaja mambo ya budget ambayo yalikuwa proposals kwa bajeti ya mwaka huu.
bajeti ambayo tulipitisha mwezi uliopita kabla tuchukue ile adjournment ya bunge. Lakini ukasahau ya kuwa bajeti ikishapitishwa kwa bunge, ile ni appropriations na tax measures ambazo waziri alikuja akazisoma. Kufanya zile tax measures zikite mizizi ama ziwe operational, lazima paje mbele ya bunge bill ambayo yaitwa finance bill, ambayo ndio hiyo ulisikia Mheshimiwa Rais jana akisema amemuomba spika wa bunge aliite bunge ili twende tujadilie yale mambo ambayo tax measures ambazo ziko kwa finance bill, ili tuweze kuoperationalize mambo ya ambayo. Kwa nini imechukua muda wote huo? Kwa nini isubiri mpaka Wakenya waanze kupata makali ya njaa kwamba hawawezi? Wacha nikwambie, na ndio Rais alisema wakati wengine wanapiga siasa na maisha ya Wakenya, sisi tuko chini tuafikiria suluhu, sio kuambia tu watu wa Kenya hii ndio shida bila suluhu. Na tuligundua ya kuwa kiangazi ambayo imekuja itakuwa na shida ya bei ya chakula. Na ndio maana wakati budget ilikuja, waziri akakuja akasoma measures za solutions ama suluhu ambazo ana propose kwa bunge. Usisahau bunge nayo ilikuwa na kalenda yake, na kalenda hiyo ilikuwa naye informed na yale mambo yalikuwa mbele ya mchunjo. Wacha nimalizie TJ. Najua upende ukweli, lakini ukweli lazima niseme. Sio lazima niseme yale unataka. Nitasema ukweli vile ulivyo. Ukweli ni kuwa bunge ilikuwa na kalenda yake. IBC iko na kalenda yake. Bunge wakati budget ilisomwa, kawaida huwa ina miezi kama miwili. Kutoka saa ile budget inasomwa mwezi wa 6 hivi mpaka mwezi wa 8 ndio finance bill huja. Wakati huu budget ilisomwa mwezi wa 4 ukia mwanzoni, wakati bunge pia lilienda likizo hii ya mwezi moja ilikuwa sababu ya siasa hizi za mchunjo. Vyama twende tufanye siasa za mchunjo, kisha turudi baada ya siasa za mchunjo. Na ndio hiyo, na hata rais akamuuliza spika, ita bunge mapema kidogo ili tupate suluhu ya shida ambazo ziko nchini. Na ni suluhu ambazo already serikali ya Jubilee ilikuwa imeangazia na ikaona ya kuwa bei ya unga itaweza kupanda sababu ya mambo ya kiangazi. Na tukasema mahindi watu wakubaliwa walete bila kulipa duty. Lakini huwezi sema hivyo na uanze tu ni lazima pawe na sheria. Hiyo finance bill ndio nakwambia mambo ya kwamba serikali imekuwa na hadithi ndizo hizi hadithi bado unatupatia. Kwa sababu serikali yoyote ambayo ina take serious maisha ya mwananchi ingekuwa imeshapangia haya yote. Kiangazi sio kwamba hatukujua kwamba kutakuwa na kiangazi. TJ, mambo ya kiangazi tusidanganyane, isipokuwa watu wa hapa Dagoretti Corner huwa saa nyingine wanatudanganya. Niliona last week walisema mvua itanyesha kufurike sijui maeneo gani ya Nairobi. Mafuriko bado hajatokea. Yametokea Mombasa. Nilikuwa Mombasa jana. Ni kidogo sio venye tuliambiwa. Unajua ile wiki nyingine tuliambiwa nilikuwa Naivasha na nikatoka na familia yangu haraka sana sababu nilisoma ya kuwa mafuriko kwanza Naivasha yatakuwa makali. Lakini hata kama tulikuwa tunatarajia ya kuwa kutakuwa na kiangazi ama mvua, ni venye tu tulikuwa tunatarajia mvua ingenyesha vizuri mwaka uliopita na haikunyesha. Na ndio maana wizara ya Treasury, National Treasury, wakaweka mikakati na mipango ambayo in the short term itaweza kuleta nafuu kidogo. Ndio hiyo ya kuwezesha mahindi kuletwa nchini bila ushuru, mambo ya VAT ya unga ya kukula na vyakula zingine. Na hayo yote yalikuwa yako mipangoni. Lakini la muhimu sana kama serikali ni kujiuliza, mikakati gani ama mipango gani hii serikali ya Jubilee imekuwa nayo ya kuwezesha nchi kujimudu na kupata chakula cha kutosha, kuwe tuna mvua ama hatuna mvua. Tusitegemee ile kitu inaitwa rain fed agriculture. Na hayo ndio suluhu muhimu. Na hayo yako kutoka Galana mpaka zile small holder irrigation schemes zenye zinaendeshwa na National Irrigation Board across the country, kutoka Turkana, Pokot, hata hapa kwetu Kikuyu tuna mradi pande ya Ndeia,
pande ya Thika huko chini Goliva kushikana na sehemu ya Ukambani ya chini, kuna hiyo miradi, mambo ya kufufua Yatta Canal, mambo ya kufanya irrigation Yatta, ni mambo ambayo yamekuwa yakiendelea, lakini hayo na serikali imeendelea kutenga. Wacha si kutenga, ndio nakwambia hivi. Wacha nikwambie, unajua sitaki uchochezi mimi mimi hata uchochewa Kenya namna gani, nina jukumu kama kiongozi kuwapea ukweli. Enda uulize watu wa Yatta Canal. Yatta Canal ambayo ilikufa wakati ya kina Kalonzo alienda kunyakua mashamba ya NYS huko, badala ya kushughulika wakiwa deputy presidents wakati ule kufufua Yatta Canal, ikakufa na ikazikwa. Serikali ya Jubilee ndio imekuja ikaifufua ili wananchi wetu, ndugu zetu wa Ukambani wasife njaa, wasitegemee chakula ya kupewa ya msaada, hawatangojea tu mpaka mvua inyeshe, pawe pana mvua ama hakuna mvua, wanaweza kutoa maji ya mto na kufanya irrigation. Hiyo ndio mikakati ambayo serikali imekuwa ikifanya. Ni hizo dams, ile ya Itale, ile ya Bomet ambayo Raila amekuwa akipinga, ni hizi hapa Murang'a ambazo amekuwa akipiga siasa nazo. Kwa hivyo tuambiane ukweli, tuseme ya kuwa hii ni serikali ambayo imekuwa ikiangazia long term solutions za food security nchi hii. Lakini wale wengine ni porojo, ni matusi, ni mambo ya kuchochea wa Kenya, ni mambo ya Raila. Wacha nimalize alafu pe Bobby, kwani Bobby anaongea huyu ni wakili, aongei kwa niaba ya watu wa porojo. Wacha nimalizie nikwambie, wale wengine wamekuwa wakidanganya wa Kenya. Na nimeona mheshimiwa Baba Tinga juzi kwa runinga moja akisema ya kuwa within 90 days atashusha bei ya vyakula, atashusha bei ya kodi ya nyumba. Na akaulizwa na mwenye walikuwa na yeye journalist kama wewe, ni sawa kusema hivyo, lakini utashusha namna gani? Akasema tutapea wakulima subsidy. Sasa nikajiuliza, jamani, tuna upungufu wa watu wajinga Kenya hii, na Raila aelewe hivyo, ya kuwa upeo watu subsidy, upeo wakulima subsidy, subsidy ambayo saa hii Jubilee imeweza kushusha bei ya mbolea fertilizer kutoka 3,800 shillings, saa hii ni 1,800 begi ya fertilizer. Na hiyo ndio subsidy. Raila anatuambia within 90 days atafanya ile magic. Na unajua watu wameamini mambo ya uganga na uchawi, wanaamini mambo ya magic, ya kuwa kuna magic atafanya, upea watu subsidy na within 3 months wapate subsidy ya mbolea ama ya mbegu, wapande, chakula imee within 3 months na ifike kwa soko within 3 months. Ajue wa Kenya si wajinga. Na kama wacha hata ongea, ananikasirisha. Nimpatie nafasi ananikasirisha bana. What do you take Kenyans for? Ambia Raila wa Kenya si wajinga bana. Lakini wa Kenya ni werevu. Wa Kenya pia wanaamini kuna suluhu. Na suluhu iko Jubilee. Iko wapi? Watu wanalia njaa. Iko ile kazi tutafanya bunge kutoka siku ya Tuesday tukirudi bunge, ambayo ni kutekeleza zile proposals zimeletwa na Treasury ya kushusha bei ya vyakula. Suluhu long term iko kutoka Kenya, tutoke rain fed agriculture tuingie kwa irrigated agriculture, ambayo dams zenye Kenya hii zinajengwa na National Irrigation Board, Tana and Athi River Development Authority, Kerio Valley Development Authority. Hizo development authorities zote, regional authorities, wako na kazi za kuleta suluhu long term. Lakini sio hii poroja ya siasa ya peni mbili. Unaamini ati mpaka kupunguza rent. Utapunguza rent uko na nyumba yako 90. Inawezekana kupunguza bei ya bidhaa ya vyakula hasa. Nilikuwa natamani sana tuwe na mwakilishi kutoka najua. Wametoroka. Wewe ni mtaalamu wa kisheria, katiba. Na kwa sababu tumesikia mheshimiwa akiorodhesha kwa kina ile mikakati ambayo Jubilee wanatazamia kutumia ama ambazo wamekuwa wanatumia ili kuona kwamba kuna ile food security. Kwa hivyo mimi nikianza na hili swala nitaliangazia kutoka dhana mwanzo ya kikatiba. Ndio. Kwamba Wakenya kupata lishe bora, chakula cha kutosha ni haki ya kibinadamu. Utakuta kwamba ni haki ambayo imelindwa katika ibara ya 43. Na jambo ambalo sasa linanifurahisha kwa mkondo huu ambao tunaingia wa kisiasa, na nimesikia mwenzangu hapo akijitetea na akitetea Jubilee vilivyo. Nikisema kweli Bob. Ni kwamba
mambo ya kimsingi. Unajua siasa za hapo awali ulikuwa unakuta kwamba watu tunapoteza nafasi na kuingilia masuala ya kuongea juu ya hulka za watu binafsi, kutupiana matope na mambo kama tumeyasikia kidogo. Lakini kwa sababu sasa kuna jambo ambalo linamlenga Mkenya kwa kina na ni swala la tumbo. Unajua njaa haina subira, haina siri wala haina chama. Kwa hivyo hili jambo limefanya Wakenya, na Wakenya naweza kusema sauti ya Wakenya imesikika. Ndiposa sasa mirengo miwili mikubwa ya kisiasa imejikita katika hili swala. Unaona ya kwamba NASA wamelichukua hili swala, na ni kweli, ukweli wa mambo ni kwamba gharama ya maisha imekuwa juu. Hata upande wa Jubilee haujakataa hilo swala kwamba gharama ya maisha imekuwa juu, bei ya chakula na mambo mengine imepanda, Mkenya hawezi kujikimu. Na hii sauti imesikika, na NASA wameona kwamba wanaweza kutumia hili swala la kusema kwamba wanaweza kuboresha maisha ya mwananchi, kwamba watakuwa na sera na jinsi tofauti ambazo zitaweza kuleta gharama ya chini, gharama ya maisha chini. Na sasa tunaona kwamba Jubilee wameona kwamba hili ni swala ambalo linaweza kuwa na msimamo mkubwa katika sikio la mwananchi na nafsi za wananchi, kwamba ni jambo ambalo, kwa sababu njaa haijui mrengo, njaa haijui Jubilee, njaa haijui ODM ama NASA. Ningependa kumwaga msikilizaji wetu katika runinga KTN News. Asante sana kwa kuwa nasi katika kipindi cha Kenya Leo. Kipindi kinakujia kila Jumapili kuanzia saa 12 hadi saa 1, na ningependa kusoma baadhi ya jumbe ambazo tunazo.